Kwingineko, bunge la kaunti ya Nyamira leo hii linafanya kikao maalum kujadili hoja ya kumtimua gavana Amos Nyaribo afisini. Hoja hiyo iliwasilishwa na mwakilishi wadi Julius Matwere ambaye anamshutumu gavana Nyaribo kwa matumizi mabaya ya ofisi na ukiukaji wa katiba. Ni mara ya tatu katika miaka miwili bunge kujadili hoja ya kumtimua Nyaribo madarakani baada ya hoja ya awali kukosa kura moja tu. Sasa tunaungana na mwanahabari wetu Komba Alfayo aliye kwenye majengo ya bunge la kaunti ya Nyamira atueleze hali ilivyo katika bunge hilo. Komba Alfayo, hali ikoje Nyamira? Na asante sana Joashon Sare. Sasa hivi nipo hapa katika bunge hili la kaunti ya Nyamira ambapo muda wote kutoka sasa tutakuwa tunaona kwamba wawakilishi wadi watakuwa wanaingia katika kikao maalum ambacho kimeanza kimewekwa leo almaarufu. Kikao hiki japo kuna baadhi ya masuala ambayo yatakuwa yanazungumziwa leo, lakini mojawapo ya swala kuu ambalo litakuwa linajadiliwa leo itakuwa ni kuleta hoja maalum ya kuweza kumbandua gavana wa kaunti hii ya Nyamira ambaye ni Amos Kimomi Nyaribo. Na hoja hii ya kumbandua Amos Kimomi Nyaribo inaletwa na mwakilishi wadi ule wa Bunyamatuta ambaye ni Julius Matwere. Kumbuka kwamba hii hoja imeletwa kwa mara ya tatu sasa katika bunge hili la kaunti ya Nyamira. Hii ni hoja ambayo ukiangalia katika baadhi ya matakwa masuala ambayo yameweza kuwekwa pale na mwakilishi wadi huyu ni kwamba ni utumizi mbaya wa ofisi na ukiukaji wa katiba. Hayo ndio baadhi ya madai ambayo yameweza kuwekwa pale ambayo watakuwa wanatumia ili kuweza kuwasilisha hoja ile ya kumbandua gavana Amos Nyaribo. Kumbuka kwamba ni mara ya tatu hoja hii inaweza kuletwa katika bunge hili, na kumbuka kwamba katika kaunti hii ya Nyamira kumekuwa na siasa nyingi zikiwa zinafuatilia. Kumbuka kwamba baada ile ya hoja ya pili ambayo ilikuwa imeletwa kumbandua Amos Nyaribo aliweza kuponea chupuchupu kwa kura 11 ambazo ziliweza kumsaidia yeye akaweza kusalia kuwa gavana. Lakini kumbuka baada ya kusalia kwake, baadhi ya matukio mvutano wa kisiasa uliweza kushuhudiwa katika bunge hili ambapo tuliona kwamba kulikuwa na pande mbili. Spika aliweza kuondolewa kwa kile ambacho alikuwa anasema baadhi ya wakilishi wadi ambao alikuwa na muundo wa spika kwamba alikuwa na mkono katika hali ile ya kuhakikisha kwamba gavana Amos Nyaribo hakuweza kubanduliwa wakati huo. Kumbuka hayo wakati aliweza kufuatilia kwa kuwa na mvuta ni kuvute bunge mashinani katika eneo hili, bunge hili likiwa limeweza kufungwa. Tunaona kwamba maafisa wa polisi walikuwa wamejaa hapa. Ni swala ambalo hatimaye mahakama ikaweza kuingilia kati na mahakama ya Bomet ikaweza kusema kwamba Thaddeus Nyabaro ndiye spika wa bunge hili la Nyamira. Na kwa sasa tunaona kwamba kwa wakati huu ambapo wiki mbili zilizopita tunaona kwamba maafisa wale wa tume ya EACC waliweza kutembea nyumbani kwa Amos Nyaribo, nyumba zake zote mbili hapa katika kaunti ya Nyamira, vile vile Nairobi na maeneo mengine na afisi zake, ili kuweza kupata stakabadhi muhimu kwa yale madai yalikuwa yanatolewa kwamba ya ufisadi. Lakini baada ya kuzungumza na baadhi ya wandani wake, wengi wanasema kwamba kubanduliwa kwake huku sio kutokana na yale madai ambayo yamewekwa, bali ni ushawishi au ni mvutano tu ule wa kisiasa kufuatiana na hoja au maamuzi yake ya kumuunga Daktari Fred Matiang'i katika ugombeaji wake wa urais. Ni mojawapo tu ya mvutano. Vile vile kuletwa kwa hoja hii ya kumbandua vile vile ni mojawapo ya njia ya kuleta kuweza kufanya swala hili la chaguzi hizi ndogo katika eneo hili la kaunti ya Nyamira, katika wadi ya Kerenyo, wadi ile ya Nyansiongo, vile vile wadi ya Nyamaia kuweza kutochukua kasi. Ni mojawapo ya kuhakikisha kwamba kampeni zinaweza kutatizika sawa wakati huu, na vile vile ni wakati huu ambapo joto la kisiasa linaendelea kushuhudiwa katika kaunti hii ya Nyamira. Kwa hivyo muda wote kutoka sasa hivi kikao kitakuwa kimeanza, na katika taarifa zetu za baadaye tutakuwa tunakutaarifu wewe msikilizaji wetu, je, wameweza kufikisha mjadala ule au hoja ile ya kumbandua gavana Amos Nyaribo katika bunge ile ambalo sasa hivi linaongozwa na spika Thaddeus Nyabaro. Wengi wa wandani wa Nyaribo wakisema kwamba kubanduliwa kwake sio sio halali, yani ni mojawapo tu ya vita vya kisiasa
vita vya ubabe wa kisiasa katika eneo hili la Nyamira, ili kuonyesha kwamba ambaye ni mgombeaji wa urais Fred Okengo Matiang'i pengine atakuwa ameweza kushindwa nyumbani. Kumbuka kwamba Amos Nyaribo ni party leader wa mojawapo ya chama cha UPA, ambacho chama ambacho kinamuunga mkono Fred Okengo Matiang'i. Kumbuka kwamba kufikia sasa wale baadhi ya wakilishi wadi ambao wameweza kuchaguliwa na chama hiki cha UPA wapo 5 na vile wale ambao wameweza kuteuliwa ni 8. Kwa hivyo ni kinyang'anyiro ambacho kitakuwa kikali sana katika bunge hili wapo itafika wakati wa kupiga kura, ambapo Nyaribo kuweza kuponea atakuwa anahitaji japo kura kama 11 ili ziweze kumsaidia yeye kusalia kuwa gavana. Tujue itakuwa vipi na wale ambao ni wawakilishi wadi wa chama hiki cha UPA. Wao wamekuwa na nusururu ya mikutano kutoka hapo jana kufikia leo, na hatujui itakutenda vipi. Kumbuka kwamba bado vile vile kuna kesi ambayo iko mahakamani ya wale ambao walikuwa wanafanya bunge mashinani. Hatujui kwamba itakuwa kizuizi ama itakuwa vipi, lakini kumbuka kwamba kwa msikilizaji wetu kutoka bunge hili la Nyamira tutakuwa tunahakikisha kwamba wewe tunakufahamisha ni yapi ambayo yanaendelea kufanyika au ni kipi ambacho kimefanyika baada ya kikao hiki maalum ambacho kinaendelea. Tutakuwa tunaingia ndani ili tuweze kusikia kikao hiki ni kipi ambacho kinafanyika hata wakati usina la ziada, ila kurejesha uskani kwako studioni Joashon Sare. Kumbuka lakini msikilizaji wetu asibanduka, azidi kusalia kitako. Mwendo wa saa 7 tutakuwa tunakutaarifu ni kipi ambacho kimefanyika. Sina la ziada, ila kurejesha uskani kwako studioni. Langu jina ni Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Nyamira, hasa majengo ya bunge la kaunti ya Nyamira. Naam, shukrani sana Kombo Alfayo ukitujia mubashara kutoka kaunti 06 kaunti ya Nyamira, ukifuatilia hoja ya kumtimua afisini gavana Amos Nyaribo. Mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tunakujuza kadri muda unavyozidi kusonga.